tutakinukisha, wakasema tutaingiza watu barabarani, wakasema tutazuia uchaguzi. Sasa haya yakitokea, basi kinachoendelea, ndugu zangu, tumekutana katika baraza la Eid, na ni baraza kubwa kabisa kama ambavyo limetajwa na kiongozi wetu. Ni baraza lenye historia na ni katika baraza ambalo limeasisi sunna hii njema na imekuwa na matunda makubwa sana. Mada ambayo imetajwa nitakayoihudhurisha kwa idhini yake Allah ni mada tafakuri. Tafakuri ya hutuba ya mwisho ya kiongozi wa umma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tunakumbuka kuwa katika historia ya Uislamu, mwaka wa 10 baada hijra yake Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya hija ya kipekee, hija yake ya mwanzo na hija yake ya mwisho. Katika hija hiyo, pamoja na kuasisi mafundisho ya ibada ya hija, lakini jambo kubwa kabisa la kukumbukwa ni hutuba yake ya mwisho ya kuuaga umma, ambao yeye kaletwa kwao na akautoa uhai wake wote kwa ajili ya umma huo, akatoa kila kitu katika maisha yake kwa ajili ya umma huo. Huu unaitwa ummati Muhammad, umma mtukufu kabisa, umma ambao ni umma bora uliotamaniwa na mitume wakubwa waliotamani wangekuwa sehemu ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khutba hii aliwasilisha siku ya Arafa, akairudia tena yaumu nahar, siku ya kuchinja, na kwa uzito wake akairudia katika ayamu tashriq. Kwa kukariri huko inatuonesha kuwa bila shaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikuwa amebeba nasaha mzito kabisa za kuuaga umma wake. Na kabla ya kuzungumza alisema, ya ayuhan nas isma'u, enyi watu sikilizeni. Kwa hiyo hii hutuba katika tafakuri yake hakuwa anazungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Waislamu, alikuwa anazungumza na wanadamu wote. Yeye ametumwa rahmatan lil alamin, ametumwa akiwa ni rahma kwa walimwengu wa binadamu, walimwengu wa samaki, walimwengu wa mimea, walimwengu wa miti. Lakini kwa sababu waliobeba amana ya usalama wa walimwengu wengine ni wanadamu, ikawa hutuba hii amewaelekea wanadamu wote. Na yaliyobebwa na hutuba hii sio kwamba anahitajiwa na Waislamu tu peke yao, yanahitajiwa na wanadamu wote, bila kujali dini, bila kujali taifa, bila kujali kabila. Kwa hiyo anazungumza na watu, isma'u fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Akasema, yenyi watu sikilizeni, mimi huenda, na huenda hii sio ya maana ya Kiswahili. Uzuri pembeni yangu niko na mwalimu wangu wa balagha. Huenda hii ni bitakidi kwamba mimi sitakutana na nyinyi fi mithli hadha almawqif, sitakutana na nyinyi katika mawqifu kama hii tena baada ya mwaka huu. Sasa hata sisi katika dunia yetu, maneno ya mwisho ya mtu ambaye anaondoka duniani yanachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Je, maneno ya kiongozi wa umma ambaye uhai wake, maisha yake yote na kila alichokimiliki kakitoa kwa ajili ya umma wake, yatakuwa na uzito kiasi gani?
Kwa nini tuiangalie hutuba hii katika muktadha wa baraza letu la Eid kama hili? Hili baraza la Eid limebeba anwani, limebeba kauli mbiu ambayo ni muhimu sana kwa wakati huu tulionao. Kimsingi hutuba hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuaga imebeba nasaha ambazo tunazihitajia kwa ajili ya islahi ya dini na kwa ajili ya islahi ya dunia yetu. Na kwa mtambuka wa maudhui, upana wa maudhui zilizoguswa na hutuba hiyo, hazikuacha jambo lolote katika maisha ya mwanadamu. Haikuacha hutuba jambo katika majambo yanayohitajika kwa ajili ya islahi ya dini, halikuachwa. Wala hayakuachwa majambo ambayo yanahitajika kwa ajili ya islahi ya dunia ya mwanadamu. Kwa sisi kwa muktadha wa baraza hili tutayachagua maudhui, tutachagua jumbe zilizofikishwa na hutuba hiyo ambazo zinaendana na muktadha wa baraza letu la Eid na muktadha wa taifa letu katika wakati huu tulionao. Ingawa hutuba hiyo ni pana na imeshiba maudhui yake katika majali yote ya maisha ya mwanadamu na katika majali yote ya dini. Ndugu zangu, sisi tunahitaji sana islahi ya dini kama nyenzo kwa ajili ya islahi ya dunia yetu. Kutengemaa kwa dunia yetu kunahitaji kutengemaa kwa dini. Siku dini isipotengemaa, hii dunia haitakuwa salama. Ndio ukakuta katika hutuba ile akaanza na misingi ya dini, misingi ya dini. Ili dini iwe hai, akaanza na misingi ya dini. Lakini natamani kabla sijaanza kuiingia ndani hutuba, tuangalie tu ule mjengo wa hutuba na tafakuri yake kwa wakati huu tulionao, na tuambia nini. Ile hutuba namba 1 ilikuwa imebeba nyanja zote katika maisha ya mwanadamu. Amezungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juu ya tauhid, akazungumza juu ya ibada, akazungumza juu ya maisha ya kila siku, akazungumza juu ya uongozi, akazungumza juu ya makundi dhaifu katika jamii zetu. Mtambuka huu, upana huu unatuambia kuwa sisi kama Waislamu, dini yetu tukufu ya Uislamu haijagawa maisha, kukawa na maisha ya dini na maisha ya dunia. Siku tutakapofanya hivyo, ndiyo yatatokezea haya tulionayo sasa. Waislamu kwenye mambo ya kijamii, kwenye mambo ya kitaifa hawaonekani, hawasikiki. Ikaonekana kwamba wanaopiga kelele ambazo ni za kuwapoteza watu, ikaonekana kwamba ndio wako sahihi. Leo kwa mkao wa namna hii tulivyokaa, zimekosekana tauhidi mbili. Mwanazuoni mmoja anasema umma huu hautotengamaa mpaka waipatikane tauhidi mbili. Sasa hii ni fikra ngumu kidogo. Tauhidi ni moja, lakini mwanazuoni anasema kuna tauhidi mbili: tauhidi al-kalima wa tauhidi al-umma, wahdatul kalima na wahdatul umma. Sasa tukikosa umoja wa sisi kama umma, kama Waislamu, hatuwezi kuwa pamoja, hatuwezi kusimama kama kundi moja kwenye mambo ya kijamii, kwenye mambo ya kitaifa. Ukamkuta Muislamu naye anapiga chapuo ajenda za waharibifu. Huu ni msiba, huu ni msiba, ni msiba mzito kabisa. Yaani Muislamu atakaposimama katika wakati huu tulionao, naye akaimba wimbo wa no election no reform, huu ni msiba.
Na mbaya zaidi akivaa koti au joho la shekhe, huu ni msiba. Huyu atakuwa wasia wa kiongozi wetu atakuwa inma, na amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anawaambia Waislamu, la takunu inma, msiwe wafuata mkumbo. Idha ahsana an-nasu ahsantu wa in asau asaitu, mimi watu wakifanya vizuri nitakwenda nao, wakifanya vibaya naenda nao. Muislamu si mtu wa kufuata mkumbo. Kwa hiyo mtambuka huu unatuambia kwamba wa maudhui ni kwamba sisi mambo ya kijamii kama Waislamu lazima tuonekane. Ndio wito ukatolewa hapa, kila mwenye sifa ya kugombea ngazi yoyote ile ya uongozi akagombee, lakini sio urais. Rais tayari tunaye, na usio rais wa Waislamu, ni rais aliyechaguliwa na Allah yeye mwenyewe. Au nyewe muone? Sio hivyo? Ndio hivyo, Allah yeye mwenyewe ndo kamchagua kwa hikma yake yeye Allah, na kutujua Watanzania na hali tuliokuwa tunaipitia, akatuona unyonge wetu, udhalili wetu, watu wanakimbia nchi yao, watu wanafunga maduka yao, watu hawawezi tena kufanya biashara. Yeye Allah tabaraka wa taala akaingilia kati, akasema sasa nakuleteni rais. Na rais huyo alipoingia tu akasema mimi sitaki kodi za dhulma. Wewe sikia wapi rais wa nchi anasema hivi? Subutu. Kila rais anataka kukusanya tu mapato, yeye anakataa mapato ya dhulma, anasema sitaki kodi za dhulma, nataka kodi za haki. Na anawarudisha wale waliokimbia nchi yao, anawarudisha, na anawatoa kwenye lockdown wale ambao walipigwa lockdown ya kisiasa, anawarudisha mtaani. Sasa ushiriki wetu Waislamu kwenye mambo ya kijamii, hutuba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inatuambia Uislamu sio huu wa kuishia msikitini, ikawa huku kingine kwenye mambo ya kijamii, mambo ya kitaifa hatupo. Lazima tuwepo, tupeleke watu sahihi. Lakini jambo la pili kwenye ule mjengo wa hutuba yenyewe ni kwamba katika mabadi ya ile hutuba, katika misingi ambayo aliinadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya mwisho, katika wakati wa nguvu, wakati wa utawala, dola aliyoisimamisha ni dola ambayo inaheshimika dunia mzima. Tukumbuke kuwa wakati huu wa hija ya kuaga ndio ilikuwa tayari wakati ule ambapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameutangazia ulimwengu kwamba Uislamu ndio super power. Wakati ule Roman Empire ndiyo ilikuwa inaitikisa dunia. Yeye kabla hajaondoka hapa duniani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawapelekea jeshi nyumbani kwao kwenye ardhi ya Roman Empire, na akawasubiri, akakaa kwa zaidi ya wiki 2. Hakuna aliyetokea, akatangaza usuper power wa dunia. Sasa wakati huu anatoa hutuba, misingi ya ujumbe kwenye hutuba, kinachotupa mazingatio ilikuwa ni ile misingi ya ujumbe ambayo yeye aliinadi katika wakati wa unyonge akiwa Maka, katika wakati wa udhaifu, katika wakati wa unyonge, katika wakati wa udhalili. Hakubadilisha misingi. Jambo hili linahitajiwa katika siasa zetu za leo. Siasa za kidunia leo limekosa jambo hilo. Wanaomba uongozi, wanaomba madaraka, wakati wa kuomba wanakuwa wanyenyekevu, wasikivu, wanajua kwao walikozaliwa, wanaweza sasa kuishi na ndugu zao, wanaweza kutafuta matatizo yalipo, sio kuwatafuta wao, wanayatafuta matatizo yalipo, wanatatua changamoto zilizokuwepo katika maeneo yao. Lakini subiri,
wapate hayo madaraka. Wakipata madaraka wanabadilisha lugha. Sasa lugha zao ni lugha za watawala, ni lugha za kuamrisha, sio lugha za kuomba. Ukimkuta kiongozi ambaye habadilishi mabadi, misingi ya ujumbe wake, misingi ya maneno yake na misingi ya matendo yake, misingi ya tabia yake katika kuomba uongozi na akiwa kiongozi, ujue huyu ni kiongozi sahihi. Ujue huyu ni kiongozi sahihi. Kwa hiyo huu mjengo wa hutuba unatuambia kuwa kumbe kiongozi sahihi anatizamwa kwa tabia yake, mwenendo wake. Na mimi niwape kongole CCM, nilimsikia katibu mkuu wa CCM akizungumza, akasema kwamba hatutampeleka anayeomba kugombea kwa wananchi mpaka tumchunguze tabia na mwenendo wake. Haya ni mafundisho ya Uislamu. Yaani huwezi kukimbia Uislamu. Wewe utaufuata Uislamu ukiwa unajua au ukiwa hujui. Hayo ndiyo mabadi na hiyo ndiyo misingi ya kiongozi. Anachunguzwa tabia, hasikilizwi sera na kampeni na nini. Kwa ufinyu wa muda niingie undani wa maudhui zilizowasilishwa katika hutuba hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, japo kwa kuchagua. Msingi wa kwanza, kama nilivyosema, dini, islahi ya dini, kutengemaa kwa dini ndiko kutengemaa kwa dunia. Salama ya dunia inahitaji kutengemaa kwa dini. Ndio maana kwenye tamko letu kiongozi wetu akaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu masomo ya dini, takhasusi za dini kuwa sehemu ya masomo, sehemu ya takhasusi zinazotambulika na dola. Ni kwa kuzingatia hilo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, nimekuachieni misingi miwili ambayo mkiikamata hamtapotea nyinyi, hamtapotea kwenye dini yenu, hamtapotea kwenye dunia yenu. Kitabullah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu. Hii ni misingi miwili ya dini ambayo tukiikamata tutapata salama ya dunia, tutapata salama ya kesho akhera. Tukipoteza misingi hii miwili, hatuna la kwetu duniani, hatuna la kwetu akhera. Hapa duniani tutaishi kwa udhalili na kesho akhera itakuwa ni balaa kubwa. Allah tuepushe na hilo. Akasema mwanazuoni wa Pakistani, ameandika kitabu chake madha khasira alalam binhitati alislam, ulimwengu umepata hasara gani kwa kutokana na Uislamu kuporomoka, hii misingi miwili kutokuwepo. Akataja mle madhila ambayo dunia imeipata kwa sababu ya Qur'ani na Sunna kutokuwa na nafasi katika maisha ya watu. Hata nafasi kama hii ambayo leo tunaona Chama cha Mapinduzi inatambua kwamba kiongozi kabla hajapigiwa kura kule, hajaenda kusema uongo kule, kuwaongopea watu juu ya yeye na anayotaka kuyafanya, angaliwe kwanza tabia yake. Haya yote ni matunda, ni faida ya mafundisho ya dini. Hata kama anayeyatekeleza hakusudii kutekeleza dini, lakini muda atakapoyaepuka haya mafunzo hata kuwa salama kwenye dunia yake. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza, sisi kama Waislamu, jamani, chonde nafasi ya Qur'ani na Sunna. Qur'ani katika familia zetu, Qur'ani katika taasisi zetu, Qur'ani na Sunna. Uislamu nafasi yake. Siku sisi tutakapotafuta kutoka nje ya Uislamu, tutakuwa tumejitia kitanzi, tutakuwa tumejitia lockdown. Na haya ni maneno ya Saidna Umar radhiyallahu anhu, maneno yake maarufu yameandikwa katika kutubi sira, yameandikwa katika vitabu mbalimbali.
akiwa anasema nahnu qaumun azzana Allahu bilislam, sisi ni watu ambao tumepewa utukufu, tumepewa izza na Uislamu. Siku tutakapotafuta izza, siku tutakapotafuta mafanikio, siku tutakapotafuta heshima nje ya Uislamu, basi ni mahala ambapo tumepata udhalili. Sehemu ya pili ya ujumbe katika islahi ya dini na dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akauelekea umma wake anaouongoza, akawapa jambo ambalo kila mwanadamu akiwa na yakini katika maisha yake, mwenendo wake utakuwa salama. Mwanadamu yule atakuwa salama kwake yeye mwenyewe, mwanadamu yule atakuwa salama kwa wanaomzunguka. Akamwambia innakum satulquna rabbakum, hakika nyinyi, ni jambo la hakika kabisa, nyinyi mtakutana na Mola wenu, muumba wenu mtakutana naye. Awe Muislamu, awe Myahudi, awe Mnaswara, ajue hakika hiyo ya mambo, yeye atakutana na aliyemuumba na atamhoji, atamkagua, atafanya accountability ya maisha yake ya dunia. Siku jambo hili lilivyotoweka katika maisha ya mwanadamu, awe Muislamu, asiwe Muislamu, mwanadamu huyu amekuwa ni mwanadamu asiyekuwa salama, sio tu kwake yeye mwenyewe, bali hata kwa wanaomzunguka. Na aina hiyo wanadamu wapo. Kuna wanadamu katika hii dunia hawana faida hata kwa wao wenyewe, wachilia mbali faida kwa watu wengine. Lakini mwanadamu atakavyokuwa anayaishi maneno haya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye hutuba yake ya kuaga, akajua yeye vyovyote vile atakavyofanya, aishi atakavyoishi, aweke mipango atakavyoweka, lakini ipo siku atakutana na aliyemuumba. Kukutana kwake na aliyemuumba, hili ni swala ambalo Muislamu anatakiwa ahame kwenye imani, aende kwenye yakini. Ndiyo maana katika ile misingi ya kufaulu, sifa za wacha Mungu na misingi ya watu waliofaulu kwenye suratul Baqara aya za mwanzo, vipengele vingi sana vinazungumza imani. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika. Lakini angalia kwenye swala la akhira, wa bil akhirati hum yu'minun, la wa bil akhirati hum yuqinun. Swala hili la akhira linatakiwa liwe rasikhan, liwe limekita katika fikra ya muumini, apange kila mpango wake, asiache jambo hili liwe na nafasi. Yani anachagua mke, akhera iweke pale mbele, yani ile akhera imuongoze katika hata kuchagua mke. Anataka kupanga nyumba, amehamia kwenye mji, anatafuta sehemu ya makazi ya kupanga nyumba, kule kuchagua yeye mtaa wa kuishi, basi akhera iwe na nafasi katika jambo hilo. Mipango yake yote anayopanga, mambo yake yote anayokusudia kuyafanya, lazima swala la akhera liwe mbele yake, liwe ndio dira yake. Ndio maana ikatoka kwenye imani ikaenda kwenye yaqini, wa bil akhirati hum yuqinun. Swala hili lilivyotoweka katika maisha ya Waislamu, katika maisha ya wanadamu, ndio ukakuta watu wanapanga mipango ya kulifisidi taifa lao, watu wanapanga mipango ya kuwahujumu wa raia wao, watu ambao wamewaamini wakawapa dhamana, lakini wao kila wakipanga mipango ni mipango ya kuhakikisha maslahi yao binafsi yanatimia. Hawa ni watu ambao imetoka huu msingi umetoka katika maisha yao. Jambo la tatu katika hutuba hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pale mjumbe wa Allah, mtume wetu, kiongozi wa umma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyogusa moja ya jambo ambalo ndiyo linaleta taharuki, sintofahamu zote tunazoziona katika wakati huu wa siasa, wakati huu wa uchaguzi. Alizungumza kuhusu suala la uongozi, na suala ambalo nimepata lugha ya kuzungumza katika lugha ya kigeni, lakini kwenye ufafanuzi nitafafanua katika lugha yetu tunayoielewa. Value question.
value question, suala la kigezo cha ubora. Nani bora katika watu? Wakati anatoa nasaha zake kwenye uongozi, yani kuonesha kwamba swala la uongozi ni katika majambo ambalo Muislamu hatakiwi kuliacha. Ndo kiongozi wetu akasema hapa, amiri wetu akasema kwamba hata kuku wenyewe, alimsikia mtu akisema hata kuku mwenyewe siasa inamuhusu. Sasa wewe utakuwa mwanadamu. Na hutuba hii imetuonesha kwamba suala la uongozi hakuliacha yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni katika jambo ambalo kalitolea nasaha mzito kabisa. Sehemu ya kwanza akaeleza juu ya kumsikiliza kiongozi na kumtii. Ayuhan nas isma'u wa ati'u, sikilizeni na mutii kiongozi wenu anapokuamrisheni. Hili swala la kusikiliza na kutii kwa kiongozi anapoamrisha, sisi katika dini yetu tukufu ya Uislamu tuna maelezo mawili. La kwanza ni kwamba utii na usikivu kwa kiongozi ni pale ambapo unaendana na Allah na mtume wake, ndio atiu Allah wa atiu rasula wa ulul amri minkum. Ikatolewa wa atiu taa, ikatolewa taa ya ulul amri minkum, ikaegemezwa kwa nani? Kwa taa ya Allah na mtume wake. Lakini maneno haya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayaanguki patupu katika uongozi wa kidunia, hayaanguki patupu katika uongozi wa kidunia. Muda wa kuwa mna kiongozi ambaye kwa mujibu wa kanuni zenu za kuwaweka viongozi amesibu, yani sisi kanuni zetu ni za kikatiba tukizungumza viongozi wa nchi, huyu ni kiongozi ambaye kikatiba ni kiongozi wa halali, na huyo kiongozi atakaposimama katika misingi ambayo inaendana na katiba ya nchi yenu, isma'u wa ati'u, msikilizeni na mtiini. Kwani kuna nini? Kuna nini ikifanywa kinyume chake? Ikifanywa kinyume chake ni maharibiko. Popote pale ambapo hakuna usikivu kwa kiongozi, hakuna utiifu kwa kiongozi, awe kiongozi wa kiroho, awe kiongozi wa kidunia, watu hawa wameharibikiwa mambo yao. Sasa jambo hili namba moja, hili jambo ni jambo ambalo kana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaiona Tanzania hivi. Kuna watu leo wanahamasisha watu kuondosha taa na utii, taa na usikivu. Kuna watu wanahamasisha kwa kutumia hoja mbalimbali kama ilivyotajwa hapa kwenye tamko, maneno matamu, maneno mazuri ya kuamsha hamasa, ya kuamsha hisia za watu, lakini hakika yake maneno hayo kinachokusudiwa ni kitu kibaya. Kwani wangekuwa wa kweli watu hao, tungeliwaona wakati ule wa machafuko ambako hali ilikuwa mbaya zaidi. Wakati ule wakakaa kimya, wakasubiri sasa hivi ndio wanasikika matamko yao yakisomwa na kuleta sintofahamu katika jamii. Lakini jambo la pili, kupitia nasaha hizi akasema, mtiini kiongozi wenu hata kama atakuwa ni rajulun habashi, hata kama atakuwa ni mhabasha. Yani kwa wakati ule ile Habasha ilikuwa ina namna yake inavyotizamwa, na hasa kwa Sayyidina Bilal radhiallahu anhu, alikuwa kuna namna anatizamwa Muafrika na ule uafrika wake. Lakini yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye swala hili la uongozi, mtu kwa sababu za kikatiba zimeshaswibu ni kiongozi, msitizame imani yake. Sijui kama anaeleweka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wewe hata kama imani yako ni tofauti, lakini muda wa kuwa sababu za kikatiba zimesibu, huyu atabaki kuwa ni kiongozi wako. Unataka hutaki, yeye muumba wa mbingu na ardhi ndiye aliyeamua hivyo, akaleta sababu za kikatiba zikaswibu, zikatimia, akapatikana kiongozi ambaye ni wa imani tofauti. Tutakinukisha, wakasema tutaingiza watu barabarani,
wakasema tutazuia uchaguzi. Sasa haya yakitokea, basi kinachoendelea ndicho kitakachotokea, ndicho hichi kinachoendelea sasa hivi, na hakuna wa kumlaumu, hakuna wa kumlaumu. Hata kanuni za barabarani, ukisoma udereva, kanuni za barabarani, wewe ukiwa unaendesha, wewe ni dereva wa basi, unaendesha, mlevi anakatiza barabara, wewe umebeba roho za watu, upo mwendo ambao huwezi kumsalimisha yule mlevi, basi kilichokuwa bora kwako wewe ni kumkanyaga yule mlevi ili watu wengine uwasalimishe. Huyu kajitakia mwenyewe. Sijui kama naeleweka. Sehemu ya 4, muda wangu upo kidogo, imalizie haraka haraka kwa sababu ya ufinyu wa muda. Akazungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suala ambalo leo likizungumza linaonekana kama ni uchawa, suala la amani. Tena kwenye kuzungumza jambo hili alizungumza katika lugha mzito, lugha ambayo ilikuwa hajapata kuzungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akiwa na masahaba, amesimama katika viwanja vya Arafa, akawaswalika swali maswahaba, akawaambia ayu yaumin hadha, hali ya kuwa maswahaba wanajua ni siku ya Arafa, hali ya kuwa maswahaba wanajua alivyorudia hutuba siku ya Nahar, hali ya kuwa anajua, lakini walishindwa kujibu. Wakasema huenda hii siku ina jina lake jingine jipya ambalo tunataka kupewa. Wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake anajua. Akawauliza ayu shahrin hadha, ayu baladin hadha, kisha akatolea majibu. Hivi nyinyi mmekaa kimya, kwani leo sio siku ya Arafa? Wakasema bala ya Rasulullah, ndivyo hivyo hivyo ewe mtume wa Allah. Kwa hiyo kumbe waliogopa, lakini hapa alikuwa anawaandaa kufikisha ujumbe mzito wa amani, baada ya kuwafikishia kwamba hii ni siku ya Arafa na huu ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi mtukufu, na hapa tulipo huu mji ni mji mtukufu wa Makka. Akawaambia inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Akawaambia tambueni kwa hakika damu zenu, mali zenu, heshima zenu ni vitu vitukufu kama ulivyokuwa utukufu wa siku hii ya leo. Yani tizama utukufu wa siku ya Arafa, tizama utukufu wa yaumu Nahar. Haya masiku yameapiwa kwenye Qur'ani. Anafananisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhai wa mwanadamu, mali za mwanadamu na heshima ya mwanadamu kuwa hivyo ni vitu vitukufu kama ulivyokuwa utukufu wa siku ya Arafa, kama ulivyokuwa utukufu wa mwezi wa Dhulhijja, kama ulivyokuwa utukufu wa mji wa Makka. Tamko hili lina maana kubwa sana. Hapa alichozungumza, haya mambo matatu aliyozungumza ndio misingi yenyewe ya amani. Yaani ukisikia amani imetoweka, kinachokuwa compromised ni hii misingi mitatu: uhai wa watu, mali za watu na heshima za watu. Hiyo ndio misingi ya amani. Kwa hiyo Uislamu unajali swala la amani, na ujumbe wa mwisho wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa huu umma, ulikuwa ni ujumbe ambao umejikita kwenye swala la amani. Msije mkalichezea hilo, ni jambo ambalo mkilichezea mtakuwa mmechezea mambo matukufu. Leo Waislamu sisi tukizungumza amani, hatuzungumzi katika jicho la uchawa. Yani kama ambavyo kuna watu leo wanaogopa hata kuzungumzia jambo la amani, kwa sababu kuna watu wamejalia kwamba kuzungumzia suala la amani unakuwa kama vile chawa fulani. Waislamu tusione haya, tusione aibu, wala tusirudi nyuma
kwenye kulizungumzia suala la amani na kwenye kuonesha ulimwengu kwa amani inatakiwa kulindwa kwa gharama yoyote ile, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kucompromise imani. Yawe hayo mabadiliko yanayosemwa, mabadiliko ukibadilisha amani kwa kutaka mabadiliko, hao mabadiliko ukiyapata wakati amani imetoweka, unapata nini tena? Hakuna kitu umepata. Iwe mtu anatafuta mali, iwe mtu anatafuta cheo, umepata cheo hali ya kuwa amani imeshatoweka. Haya, hicho cheo unakitumiaje? Kitakunufaisha nini? Hakuna kitu utanufaika nacho. Kwa kulijua hilo, basi dini tukufu ya Uislamu kwa kuienzi amani ikaweka hili swala la amani ambalo ndiyo linasimamia misingi mitatu ya uhai wa mwanadamu, mali ya mwanadamu na heshima ya mwanadamu. Hili ni swala tukufu kama ulivyokuwa utukufu wa mwezi katika miezi mitukufu, wa siku katika masiku matukufu, wa mji katika miji mitukufu. Nimalizie kwa kusema kwa hakika hakuna kilichoachwa katika ujumbe wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya kuaga, hata swala ambalo leo tunaliona la wanawake, vilio vya wanawake katika majumba yetu, katika taasisi zetu, katika mitaa yetu. Manyanyaso ya wanawake ni jambo ambalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliliona kwa macho yake mawili ya utume, na akamuona mwanamke namna ambavyo atadhalilishwa, atanyongeshwa, atapotezwa, akatumiwa na watu kwa maslahi yao, akauzwa yeye mwenyewe, akafanywa bidhaa na viungo vyake vikafanywa bidhaa na kila kitu chake kikafanywa bidhaa. Leo tunashuhudia dunia ambapo imempotezea mwanamke hadhi yake, na sisi Waislamu ni watu ambao tumemheshimu mwanamke, tunamheshimu mwanamke, tunamthamini mwanamke, tunamtunza mwanamke. Ndio maana huwezi kusikia Muislamu hata kama ni wa chama tofauti eti anamkejeli rais kwa sababu tu jinsia tofauti. Ukimkuta huyo ni jahil katika dini yake. Ndugu zangu, tuyaishi maneno ya ujumbe wa mwisho wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ni islahi ya dini yetu na dunia yetu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Asante sana.